رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, tunaendelea na kipindi chetu kinachohusiana na talaka katika Uislamu. Leo tuko na mada inayosema at-talaqu thalath bilafdhin wahid, kutuka talaka tatu au kutokutuka talaka tatu kwa tamko moja. Masala hii ni masala mama sana katika masala ya talaka, masala ambayo ukiangalia kiundani wake imefungamana na haki za mja kwa mja, yani haki ya mke kwa mume, lakini pia haki za mja pamoja na Mola. Tukijiuliza, kaifa idha talaqa ar-rajulu zawjatahu thalatha bilafdhin wahid fi majlisin wahid, vipi atakapomwacha mwanamume kumwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja katika kikao kimoja, kama vile kumwambia nimekuacha talaka tatu, si mke wangu, au umeachika talaka tatu, si mke wangu. Je, hili tutalizingatia katika sheria kuwa ni talaka moja, imetuka talaka moja ili mume aweze kumiliki talaka mbili kwa mkewe, au zimetuka talaka tatu ili mume awe hamiliki tena talaka kwa mkewe? Masala hii ni masala nyepesi sana, ingawaje katika jamii wameichukulia kuwa ni masala mzito, masala ambayo ina utata ndani yake, lakini kiuhalisia ni masala ambayo haina utata na ni masala nyepesi sana. Tunayo kauli tatu za wana wa chuoni kuhusiana na masala hii. Kauli ya kwanza, tuna kauli ya jumhur, au tuna kauli ambayo wameafikiana wana wa chuoni juu ya kauli hii kwa kusema inna talaqa ar-rajul li zawjatihi bilafdhin wahid, hakika talaka ya mtu kwa mkewe kwa tamko moja, au in talaqa ar-rajulu zawjatahu thalatha tatliqati bilafdhin wahid, endapo akamwacha mwanamume kumwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, kama vile kumwambia kwa mfano nimekuacha talaka tatu, si mke wangu. Wana wachuoni hawa wao wanasema yaka thalatha, talaka zinatuka kuwa ni tatu. Na kauli hii ni kauli ya Ibn Abbas, Abu Huraira, Ibn Umar, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, na wengi wa wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa wameenda na kauli hii, matabi pamoja na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia kauli hii ni kauli ambayo wameafikiana watu wa madhhabi zote nne, kwa maana madhhabul Hanafiyya na madhhab ya Malikiyya na madhhab ya Shafi'iyya na madhhab ya Hanabila. Wote wanawachuoni hawa wanasema endapo mtu akamwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, zinatuka talaka tatu. Kauli ya pili tuliyokuwa nayo, kauli hii inasema in talaqa az-zawju zawjatahu thalatha tatliqati bilafdhin wahid yaka wahid faqat, endapo mtu akamwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, inatuka talaka moja basi. Na hii ni rai au ni kauli waliokwenda nayo wanawachuoni wa Dhahiriyya, lakini pia ni kauli ya Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim. Na kauli ya tatu ni kauli inayosema in talaqa az-zawju zawjatahu thalatha tatliqat bilafdhin wahid la yaqa
la wahidun wala thalath. Endapo mtu akamwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, haituki talaka hata moja, haituki talaka tatu wala haituki talaka moja. Hii ni kauli ya Ibn Ulayya, miongoni mwa wanawachuoni wa Ashia, madhhabi ya Shia, lakini pia Hisham ibn al-Hakam, Abu Ubaida na baadhi ya ahlu dhahiriya, pia ni madhhabi ya Imamu al-Baqir na Imamu Sadiq na Imamu al-Nasir, na hawa ni maimamu miongoni mwa maimamu wa madhhabi ya Shia. Kwa hiyo katika masala hii tunazo kauli tatu. Tuna kauli ambayo inasema mtu akimwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja hutuka zote tatu, na tuna kauli inayosema kwamba mtu endapo akamwacha mke wake talaka tatu kwa tamko moja inatuka moja, na tunayo kauli inayosema mtu akimwacha talaka tatu mke wake kwa tamko moja basi haituki hata moja. Masala hii tumesema ni masala ambayo ina zongo, ina mzozo katika jamii yetu ya Kiislamu, lakini tukirudisha katika mizani ya sheria, masala hii haina mzozo na ni masala nyepesi ambayo haihitaji kuchambuliwa sana katika jamii hii tuliyokuwa nayo. Lakini kauli ya kwanza ya wanawachuoni, maana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na tabi' ambao pia wamefuatiwa na madhhabi ya Hanafiya, Malikiya pamoja na Shafi'iyya na Hanabila, ambao wao wanasema talaka tatu kwa tamko moja pindi endapo mtu akimwacha mkewe kwa mfumo huu hutuka talaka tatu. Wametuletea adilla zinazotokana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, pia wametuletea dalili kutoka katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia wametuletea athar kutoka kwa masahaba ridwanullahi alayhim, lakini pia wametuletea dalili ambazo zenyewe ni za ijma'. Tukiachana na dalili ambazo zipo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ili kufupisha muda, tuchukue dalili ambazo zipo katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu dalili hizi ndio ziko wazi zaidi katika masala hii tuliyokuwa nayo, kwa wale wanaosema talaka tatu kwa tamko moja hutuka tatu, ambayo ndio kauli ya jumhur au bil ahra huwa almuttafaqu alayhi baina ahli sunna wal jamaa. Hii ndio kauli ambao wamekubaliana wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa. Wametuletea hadithi ambayo imepokelewa na Abdullah ibn Umar, hadithi ambayo imepokelewa na Ubadah ibn Samit. Qala, anasema Ubadah ibn Samit, talaqa jaddi imra'atan lahu alfa tatliqa fantalaqa ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fadhakara lahu dhalik faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mattaqa Allah jadduk amma thalathu falahu wa amma 99 fa'udwanun wa dhulm insha Allahu adhabahu wa inshaa ghafara lahu, akhrajahu Abdur Razzaq. Hadithi hii ameipokea Imamu Abdur Razzaq. Anasema Ubadah ibn Samit, babu yangu alimwacha mkewe talaka 1000. Fantalaqa ila rasulillah, Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu akaondoka kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhakara lahu dhalika, akamtajia yeye hilo. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Ubadah ibn Samit, mattaqa Allah jadduk, babu yako hakumcha Allah katika masala aliyoifanya, babu yako hakumwogopa Allah katika jambo alilolitenda. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkhabarisha akamwambia, amma thalathu falahu, ama talaka tatu ni zake, zimesihi na zimetuka. Wa amma 997 fa'udwanun wa dhulm, ama talaka 970, ama talaka 997, hii ni dhulma ambayo ameifanya babu yako.
insha Allahu adhabahu, endapo akataka Allah subhanahu wa ta'ala atamuadhibu kwa kosa hili alilolifanya, wa insha ghafara lahu, na akitaka atamsamehe. Pia ikaja kauli au riwaya nyingine ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Ubadah ibn Samit, inna abaka lam yattaqi llaha fayaj'alu lahu makhraja, hakika ya baba yako hakumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika masala hii aliyoitenda, Allah akamjalia yeye kumpa nafasi ya kutoka, akampa yeye matokeo yaliyokuwa mazuri. Kwa maana Ubadah ibn Samit alienda kumpa habari Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba aliyemuacha talaka 1000 mkewe ni baba yake na si babu yake. Mtume anamwambia baba yako hakumwogopa Allah, Allah akampa yeye matokeo yaliyokuwa mazuri. Banat minhu bithalath ala ghairi sunna, hakika amekuwa baba yako hampati tena mkewe kwa talaka 3 zilizosihi ambazo amemwacha kwa mfumo ambao sio wa sunna. wa 997 ithmun fi unuqi, na talaka 997 hii ni dhambi ipo katika shingo ya baba yako. Pia hadithi ambayo ameipokea Suwaid ibn Ghafla, qala, anasema Suwaid ibn Ghafla, lamma mata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, alipokufa Ali ibn Abi Talib Allah amuiradhi, jaat Aisha bint Khalifat al-Khathamiyya imra'atu al-Hasan ibn Ali, alikuja Aisha ambaye alikuwa ni mke wa Hasan ibn Ali. Faqalat lahu, akasema Aisha kumwambia mumewe, litahniaka al-imara, nikupe pongezi kwa kuupata uongozi. Kwa maana anapokufa kiongozi, wewe ndiyo mtoto wa kiongozi, utachukua uongozi, nakupa pongezi. Faqala laha, Hasan akamwambia mke wake, tuhannini bimauti amiril mu'minin, unanipa pongezi kwa kufa amiril mu'minin. Intalik fa anti talik, ondoka, hakika wewe nimekuacha. Kwa maana Hasan alimuacha mkewe katika tukio hili ambalo lilitokea kwa yeye kupewa pongezi na mkewe. Anasema fatakanna'at bithawbiha, akajifunika uso kwa nguo yake mwanamke huyu. Waqalat, akasema, Allahumma inni lam urid illa khaira, ewe Mola haki, hakika mimi sikukusudia kwa maneno yale niliyomwambia mume wangu isipokuwa khairi. Faba'atha ilaiha bimut'ati 10,000 wa baqiyat sadaqiha, akampelekea muta Hasani mke wake ambayo ilikuwa ni 10,000 pamoja na baki ya mahari yake. Falamma wudhi'a baina yadayha bakat, ilipowekwa mutaa hii mbele ya mwanamke yule, mwanamke huyu alilia. Waqalat, akasema, mata'un qalil min habibin mufariq, ni kitoka nyumba kilichokuwa kidogo kutoka kwa mpenzi ambaye ameniacha. Fa akhbarahu ar-rasul, yule mjumbe akaenda kwa Hasan akampa habari tokeo lilivyotokea kwa mkewe baada ya kumpelekea hii muta. Fabaka, naye Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu akalia, akasema, laula anni abintu talaq laha la raja'tuha, lau kama mimi sikumwacha talaka zote 3 ningemrejea. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, lakini mimi nilimsikia Mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na amani, yaqulu, anasema, ayyuma rajulun talaqa imra'atahu 3 inda kulli tuhrin tatliqa au inda ra'si kulli shahrin tatliqa au talaqaha 3 jami'a lam tahil hatta tankiha zawjan ghaira. Hasan ibn Ali anasema, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mwanamume yoyote atakayemwacha mkewe talaka 3 katika kila tahara talaka 1, au katika kila mwisho wa mwezi akamwacha talaka 1, au akamwacha talaka 3 kwa mpigo, si halali mwanamke huyu kwake yeye mpaka aolewe na mume mwingine. Hizi ni hadithi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufunza ya kwamba
mume pindi endapo akamwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, zinatoka talaka tatu bila ya shaka. Ama athar zilizopokelewa katika masala hii zinazotia nguvu kauli hii inayosema mwanamume akimwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja zinatoka tatu, ni kauli ambayo imetoka kwa Imamu Nafi' radhiyallahu anhu. Anasema kana Ibn Umar yaqul, alikuwa Ibn Umar radhiyallahu anhu anasema, man talaqa imra'atahu thalatha, yeyote atakayemwacha mkewe talaka tatu, banat minhu imra'atuhu, atakuwa hampati tena yeye mkewe, wa asa rabbahu, na atakuwa amemwasi Mola wake, wa khalafa sunna, na ameenda kinyume na sunna. Kwa maana mtu yeyote atakayemwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, huyu mkewe hampati tena kwa talaka hizi, kwa maana zimesihi, lakini pia atakuwa amekhalifu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumwacha mwanamke katika kila tohara talaka moja, na tohara hii uwe hujamuendea katika tohara hiyo. Hadithi amepokea Imamu Abdur Razzaq. Pia riwaya ya Sa'id ibn Jubair na Ata ibn Abi Rabah, pia Imam Mujahid wa Imamu Ikrima, pia Imamu Amr ibn Dinar na Malik ibn al-Harith na Muhammad ibn Iyas ibn Bakir na wengi miongoni mwa matabi' wamepokea kauli kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu ajaza talaqa thalatha wa amdahu, ya kwamba Ibn Abbas alizipitisha talaka tatu zinazotolewa kwa tamko moja, na yeye akasema yoyote atakayemwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja basi zinatoka tatu. Hadithi pia au athar ameipokea Imam Baihaqi. Na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu alikuwa anazungumza fi rajulin talaqa imra'atahu alfa, kwa mtu ambaye atamwacha mkewe talaka 1000. Qala, anasema innaha athalath, hizo ni talaka tatu. Fatahrumu alayka imra'atuk, ni haramu kwako wewe mkeo. Wa baqiyatuhunna alayka wizrun, na baki ya talaka zilizosalia katika hizi talaka 1000 kwako wewe ni dhambi, ni mzigo wa dhambi ambao umeubeba katika mikono yako, ambao ni dhambi umezibeba katika shingo yako. Kwa nini? Ittakhadta ayati llahi huzwa, umezifanyia aya za Allah subhanahu wa ta'ala mchezo. Na katika riwaya nyingine ya Ibn Abbas 100, kwa maana yoyote atakayemwacha mkewe talaka 100 zimesihi kwake yeye talaka tatu, na ni haramu kwake yeye mkewe kwa talaka hizi tatu, na baki ya talaka zilizobakia ni mzigo ambao upo katika shingo ya mwanamume huyu, ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kumhesabu siku ya Kiyama kwa dhulma na uadui aliofanya dhidi ya mkewe. Athar hii amepokea Imam Baihaqi. Athar nyingine ni athar ya Abdullah ibn Mas'ud. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, anna rajulan qala, kuna mtu mmoja alisema, inni talaqtu imraati 100, mimi nimemwacha mke wangu talaka 100, nimempa mke wangu talaka 100. Faqala, akasema Abdullah ibn Mas'ud, banat minka bithalath, mwanamke huyo humpati tena kwa kusihi talaka tatu. Wasairahunna maasiya, na baki ya talaka ni maasiya kwako wewe, kwa maana atakuhesabu Allah subhanahu wa ta'ala. Athar hii pia amepokea Imamu Ibn Abi Shayba. Na athar nyingine ya Muhammad ibn Iyas anasema, hakika ya Ibn Abbas na Abu Huraira na Abdullah ibn Amr ibn al-As suilu anil bikri yutalliquha zawjuha thalatha, waliulizwa kuhusiana na mtu ambaye anamwacha mkewe talaka tatu kwa mpigo, akawaongelesha. Faqalu, wakasema, la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghaira, si halali kwake yeye mwanamke huyu mpaka atakapoolewa na mume mwingine. Rawahu Abu Daud. Athari hii amepokea Abu Daud. Hawa ni wanawachuoni wa kisahaba pamoja wanawachuoni wa kitabi, lakini pia maulama wa madhahib ambazo tumezitaja madhhabi zote nne, wakiwa wamekubaliana na kuwafikiana kwa kupitia hadithi hizi na aya za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia athar ya kwamba
Yoyote atakayemwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, wakana thalatha, zitatuka kuwa ni talaka tatu. Pamoja na hivyo, mwanamume huyu atakuwa ana dhambi katika mzigo wake, kwa sababu ameikhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameenda kinyume na maelekezo ya Qur'ani ambayo ndio mwongozo wetu sisi Waislamu jamia. Wanawachuoni wakasema, man khalafa fi hadha, yeyote atakayekwenda kinyume na kauli hii tunayoizungumza, kwa maana kauli ya kwamba ukimwacha mkeo talaka tatu zinatoka tatu, ukenda kinyume na kauli hii, yeyote ataenda kinyume na kauli hii, fahuwa shadh, aelewe kwamba huyu ni shadh, mukhalifun li ahli sunna, amewakhalifu ahlu sunna. Kwa maana yoyote ambaye hatazijuzisha talaka tatu kwa tamko moja, huyu mtu atakuwa amewakhalifu maulama wa ahlu sunna, naye hakufuata kauli ya wanawachuoni wa ahlu sunna wal jamaa, na atakuwa amefungamana mtu huyu na watu wa bid'a, na wala haizingatiwi kauli yake kuwa ni chochote, bali haigeukiwi kauli yake, kwa sababu yeye ameenda kinyume na jamaatul muslimin, ambalo kauli hili au kundi hili la jamaatul muslimin la yujizuna, la yajuzu alaihim atawatu ala tahrifi alkitab was sunna. Haiwezekani wanawachuoni tuliowataja, masahaba ambao tumewataja, lakini pia matabi na ulama wa madhhabi zote tatu, haiwezekani kwa wao kuifanyia tahrif kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kukikhalifu kitabu cha Allah, lakini pia kuzikhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tukafahamu ya kwamba yoyote atakayekwenda kinyume na kauli hii, maneno yake ghairu mu'tabar, ni maneno ambayo hayazingatiwi katika mizani ya sheria, wala mardhiyu, wala si maneno ambayo yanaridhiwa. Kwa maana sisi ahlu sunna wal jamaa tunazungumza kwa kusema yoyote atakayemwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, zinatuka kuwa ni talaka tatu bila nizaa kwetu sisi. Pia ijma, faqad warada ijma al-ulama ala anna man talaqa imra'atahu thalatha annaha tahrumu alayhi. Wamekubaliana wanawachuoni ya kwamba yeyote atakayemwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, ni haramu kwake yeye mwanamke huyu, hampati tena kwa kauli hii ambayo ameitamka kwa mkewe. Ama kauli ambazo au hadithi ambazo au dalili ambazo walikuja kuzitumia watu wa madhhabi ya pili, ambao hawa ni madhhabi ya Dhahiriya, lakini pia Ibn Taymiyyah pamoja na Ibn al-Qayyim, ambao wao walisema endapo mtu akimwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, hutuka talaka moja na wala hazihesabiwi kama ni tatu. Wametumia kauli ambayo imepokelewa na Abu Sahaba, ambayo kauli hii anasema Abu Sahaba, kana talaq ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr wa sanatayn min khilafati Umar talaqu thalath wahidatun. Faqala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, inna an-nasa qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi anat falau amdaynahum alayhi fa amdahu alayhim. Kauli hii inasema ya kwamba ilikuwa talaka kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam na kipindi cha Abu Bakar radhiyallahu anhu na miaka miwili ya ukhalifa wa Umar radhiyallahu anhu, talaka tatu kwa tamko moja zinatuka kuwa ni moja, zinahesabika kuwa ni moja. Faqala Umar, akasema Umar ibn al-Khattab, inna an-nasa qad ista'jalu fi amrin, hakika watu wamefanya haraka katika jambo, qad kanat lahum fihi anat, ambalo lilikuwa ndani yake walikuwa wanatakiwa walifanyie upole na utaratibu. Falau amdainahum alaihim, lau tungepitisha kwamba wakiacha watu hawa talaka tatu kwa tamko moja tukazipitisha kuwa ni tatu, fa amdahum alaihi, Umar ibn al-Khattab akazipitisha, akasema ya kwamba yeyote atakayemwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja zitatuka kuwa ni tatu, wakati katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia zama za Abu Bakar na zama za mwanzo wa ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab, ilikuwa talaka tatu kwa tamko moja zilikuwa zinahesabika kuwa ni talaka moja. Pia hadithi ambayo ameipokea Ikrima kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, anasema talaka Rukana
imraatahu thalatha, Rukana alimuacha mkewe talaka tatu, fi majlisin wahid, katika kikao kimoja. Fahazina alaiha huznan shadida, Rukana baada ya kumuacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja katika kikao kimoja, akahuzunika huzuni iliyokuwa kubwa. Fasaala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, fasalahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaifa talaqtaha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Rukana, vipi umemuacha mkeo, namna gani umemuacha mkeo, kwa mfumo gani umemuacha mkeo? Qala, akasema Rukana, thalatha, nimemuacha talaka tatu kwa tamko moja. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi majlisin wahid, umemuacha katika kikao kimoja? Qala, akasema Rukana, naam, ndiyo nimemuacha katika kikao kimoja. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Rukana, fa innama tilka wahidatun, hakika hiyo ni talaka moja. Farji'ha in shi'ta, mrejee mkeo ukitaka. Farajaha, Rukana akamrejea mkewe kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawahu Ahmad, hadithi amepokea Imam Ahmad rahimahullah. Hizi hadithi tulizozitaja, hadithi mbili tulizozisoma, zenyewe zinatuonesha wazi ya kwamba yeyote atakayemuacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, basi huzingatiwa kwamba ni talaka moja. Liannahu law kana lithalathi maana, kwa sababu ingekuwa talaka tatu zina maana, lama arshada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala ashabuhu radhiyallahu anhum ala khilafi, asingewaongoza Mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba zake wasingetoa muongozo, kuwapa muongozo watu wengine juu ya kinyume ya hili ambalo amelizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana wao wanazo kauli hizi, wanazo hadithi hizi mbili ambazo zenyewe zinatujulisha na zinatuonesha ya kwamba mtu akimwacha talaka tatu mkewe kwa tamko moja huhesabika ni moja. Kauli ya Abu Sahaba, lakini pia kauli ya Ibn Abbas, ambayo kauli ya kwanza imetoka kwa Imam Muslim na kauli ya pili imetoka kwa Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Hadithi hizi zenyewe zinatujulisha ya kwamba mtu ambaye atamuacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja zinatuka moja, ambayo tumesema ndiyo madhhab ya Dhahiria, ndiyo madhhab ya Ibn Taymiyyah, ndiyo madhhab ya Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Tukiangalia kauli hizi mbili, kabla hatujaja kuichambua kauli ya mwisho, tunazikuta kwamba ni kauli ambazo kama zimepingana kimtazamo, lakini tutakuja kuweka maana ya kauli ya kwanza, kauli ambayo walikwenda nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia matabi, pia wale ambao ni wanawachuoni wa madhhabi hizi nne tulizokuwa nazo, ambazo sisi tunazihesabu kama ni taa na mwongozo katika sheria yetu ya Kiislamu, kuja kuangalia namna ambavyo wamewajibu watu wa hoja ya pili ambao ni Dhahiria pamoja na Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim, na kuonesha namna walivyotumia hadithi ambazo katika mizani ya sheria hazifai kuwa ni dalili katika hadithi hizi, na insha Allah kuja kutaja pia dalili za madhhabi ya watu wale waliotoa kauli ya tatu na kufafanua namna walivyofahamu na muongozo ulivyo katika kikao kijacho insha Allah taala. Wa ila huna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.